sisi wanamuziki, maana Baraza la Sanaa na sisi wanamuziki, kama nilivyosema pale mwanzo, sisi wanamuziki hawa jamaa ndo kama wazazi wetu. Wakiwa wanakuita lazima uache shughuli zako uje kwanza. Hata kama kutokuwa na udhuru utaweza kusema, lakini unakuja ili ujue nini tatizo. Na nafikiri habari iliwashtua watu wengi kwa sababu wengi hawakuzoea kusikia mimi nikiitwa na BASATA. Na inaonekana mara nyingi watu wengi wanaoitwaga huku kwa ajili labda ya kuimba matusi na kuimba nyimbo zisizokuwa na maadili, kitu kama hicho. Lakini tofauti, mimi nimeitiwa vitu vingine kabisa. Nimeitiwa kwanza kuuisha usajili wangu, ikiwa na maana kuweka mambo ya usajili sawa sawa, lakini vile vile kupeana mifumo jinsi gani ya kuweza kuielimisha jamii kwa njia nyepesi, kitu kama hicho. Na ukisema kwa njia nyepesi, kuna njia ngumu ambayo umetumia labda kuelimisha jamii, ndio maana BASATA wakasema wakuite mapema ili kuweka sawa sawa kwa sababu ni walezi? Hapana, sijasema hivyo. Main point ilikuwa ni ile kwamba kuuisha usajili. Hayo mengine yalikuwa ni kama mlezi ukikaa na mwanao lazima ujifanye unamuhusia, usia umpe na maelezo mawili matatu asitoke kwenye njia, kitu kama hicho. Na baada ya kupokea hayo maelezo kwako, umepokeaje na uko tayari labda kuyafuata au kuna kitu ambacho nayo nataka kutoa kama ushauri kwa BASATA? Nataka niyafanyie kazi. Na uhakika ni kwa nia njema. Kwa kuwa ni kwa nia njema hakuna haja ya kuyapuuzia. Nayafanyia kazi na hakuna kitakachoharibika. Tumeona sasa hivi muziki umekuwa ni ngumu, umekuwa ni biashara kubwa na uwekezaji umekuwa mkubwa. Wewe umejipangaje na ushindani ambao upo? Mimi kusema ukweli uoga ushindani wangu kwanza nawekeza kwenye nguvu ya ufanyaji wa kazi. Huo ndio ushindani wa kwanza. Alafu kila kitu kinakuja. Kwa sababu kama utawekeza kwenye ufanyaji wa kazi, hata wawekezaji, hata watu wanataka kufanya kazi na wewe wanakuwa na uhakika kabisa kwamba wewe unayo bidhaa ya kufanya nao biashara. Lakini kama utakuwa unakaa tu pembeni unasema muziki mgumu alafu ufanye hata huo ugumu wenyewe, hauonekani ukipambana na ule ugumu, wewe utajitoa mwenyewe kwenye ramani. Na kuthibitisha hilo basi muda si mrefu tutakuja kuwatangazia either kwenye uzinduzi wa albamu au hata uzinduzi tu IP ya 20 Power. Tutafanya na lebo kubwa kati ya hizi lebo tatu za hapa Tanzania. Tutafanya show kubwa na lebo moja wapo kubwa. Mimi mkataba wangu tayari nimesha sign, nasubiria upande wa pili huko makubaliano yaweke sawa tuweze kufanya kazi pamoja. Umezitaja lebo tatu, kwa maana ukisema lebo tatu kubwa hapa Bongo utataja Wasafi, utataja Konde Gang, utataja Kings Music. Ni lebo gani ambayo uko nayo karibu kwenye mikataba hapo? Sijakubaliana na hata mmoja hapo, ila ndo tuko kwenye makubaliano. Kwa muda wote tunaweza tukakuona kwenye lebo moja kati ya hizo? Sio kuwa kwenye lebo hiyo. Mimi mwenyewe na lebo yangu ndio 20 Power. Ila 20 Power na lebo fulani kati ya hizo tunafanya show kubwa kwenye mikoa ya Dar es Salaam, Mwanza na Mbeya na Arusha. Kuna maneno yalikuwa yakisemekana zamani kwamba ukaribu wako na Diamond kama kuna itilafu ndani yenu. Kuna ukweli kiasi gani? Kweli mna ugomvi na Diamond kwa maana muonekani karibu kimuziki, na baada tu ya Diamond pia kuchukua tuzo 5 yakazuka maneno mengi sana. Hebu tupe ukweli wewe 20%. Hapana, Diamond kachukua tuzo kipindi ambacho mimi hata wimbo wangu mmoja haukuwa kwenye nominees. Kwa nini niwe na beef naye? Diamond amechukua tuzo kipindi ambacho mimi nimekaa kimya. Kwa nini niwe na matatizo naye? Na hakuna hata sehemu moja ambayo inasema 20 na Diamond wana ukorofi, isipokuwa hatufanani kimesimamo. Huo ni ukweli, hata kwa macho tu wewe mwenyewe unaona. Yaani ukisema misimamo kwa una maana gani? Wewe mwenyewe unaona. Sijaona. Kuna baadhi ya vitu siwezi kufanya, kuna baadhi ya vitu ambavyo mimi nafanya hawezi kufanya. Yaani tuko tofauti. Hebu nitajie vitu. Lakini kwamba sio kwamba eti hatuwezi kufanya muziki pamoja au hatuwezi kushirikiana kwenye kazi, no. Lakini Diamond ni Diamond, Simba 20% 20 Power. Ukisema 20 Power, hii una maana power, kuna power afu kuna Simba. Simba naye ana power, lakini Simba power yake sinajulikana. Simba power yake kwa Yanga sometime, kwa Azam. Unapeleka dongo. Lakini 20 Power ni kwa jamii. Tuna Alikiba, tuna Diamond Platinum. Unaondoka na nani kwenye collab? Yoyote. Mimi naonaga wako sawa tu, kwa sababu hata ukisikia hizo bifu wao ndio wanakuaga na bifu wao wawili. Hata na Harmonize na Diamond wanakuaga na bifu. Ukisha kusikia Alikiba na 20% wana bifu. 20% na Diamond wana bifu wapi? Au Harmonize ana 20% wapi na wapi? Bifu zinakuaga ni kwa wao wenyewe.
kwako wewe 20% mwanamuziki mkubwa ambao umetokea zamani sana, tumeanza kusikia tuingia kipindi cha Manemane na bado unabisha mpaka leo, mangoma kibao, tunzo unazo za kutosha, na mwanamuziki wa kwanza Tanzania kuchukua tunzo 5 kwa pamoja. Juzi tumetoka kulizungumza hilo swala. Unadhani bifu za muziki zinaongeza biashara kwenye muziki? Zinawagawa mashabiki. Kwa upande wangu mimi naona zinawagawa mashabiki, haziongezi chochote. Nini kifanyike kwa wale wenye bifu ili kufanya muziki uendelee kufanya vizuri? Wafanye kazi kama 20 Power tunavyofanya kazi. Sasa hivi tunakuja kufanya vitu vingi sana. Mimi nawaambia tutaukimbiza ule muziki ambao ulikuwa unasumbua akili za watu muda si mrefu. Nimeona mabadiliko makubwa kwa 20 Power kuanzia kwenye appearance. Nimeona chini dundo kali, kula za kichibo, ticket kali, afu unachapa kabla ya kukutana na Komboleza. Komboleza. Wewe unasema ukutane naye. Huyo ndo hapa hicho kilifanyika hichi akiendi. Ya tizo fulani na mambo mengi. Huyo unaweza kusema alikuaga ni mwanamuziki wa zamani. Lakini mwanamuziki bado ana nafasi kwa jamii, bado mashairi yake yanafanya kazi kwenye mitaa. Huwezi kumuita msanii wa zamani, utasema msanii wa muda mrefu. Wasanii watatu upcoming ambao wanawasikiliza 20% wa muziki wa Bongo Flava. J Melody. Nani mwingine? Big Chawa, unamuuliza Big Chawa. Tunasikilizaga wote. Unamuuliza Big Chawa. Big Chawa vipi bwana, unaniangusha? J Melody, nani mwingine? Mario. Nani mwingine? Ni muziki ya burudani tuseme kwa ujumla. Sawa, umezungumza kwamba BASATA wamekuita tu kama kwenye mambo hayo ya usajili, lakini pia kama wazazi kuzungumza mambo mawili matatu. Lakini juzi umeachia wimbo wa Barua ambao kwenye video tumeona kuna viashiria ambavyo kuna namna kama ume-mention BASATA pia kule kwenye video. Kama kulikuwa na namna, yani ilikuwaje mpaka BASATA ukaamua pia ihusike kwenye video? Ni kama kuna ujumbe ulikuwa unatuma pia kwa BASATA kupitia wimbo kabla hujaja hapo? Ile ni barua kwa barua. Wimbo unaitwa Barua, BASATA kulitoka barua, kwa hiyo ndio maana ukaona kuna viashiria vya BASATA. Lakini kuna viashiria vingi ambavyo vipo mule kwenye ule wimbo, ni director ndio anajua vinamaanisha nini. Lakini anakushirikisha kuambia kwamba tunaviweka kwa sababu gani? Anaweza akanishirikisha au asinishirikishe, kwa sababu mimi kazi yangu ni kuandika muziki. Wewe kama mtu wa kushuti unaletewa nyimbo, sometime wewe ndio unakuwa na muandika script, mtengeneza maudhui, wewe ndio kazi yako, si ndio hivyo? So mimi nitainterfere wapi? Wanoma sana. Asante. Kwa nini hujaja na shemeji ya kusindikiza? Wewe naye. Yaani mambo yake hakui huyu.